الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Madangu ya leo ndugu zangu Waislamu, sitarefusha sana, lakini nataka nianze kuzungumzia kuhusu Mashia kwa takriban kama wiki 2-3 hivi, ili angalau tuweze kujua, kwa sababu kuna baadhi ya ndugu zetu hawajui Mashia ni nani, ili tuweze kujua kwa nini sisi Waislamu katika Ahlus Sunna wal Jamaa tunawaona Mashia ya kuwa si Waislamu. Kwa ufupi kabisa, kwa nini tunaona hivyo? Jambo la kwanza kabisa ambalo leo nitalizungumzia na ndio tuelewe uzito wa yale maneno wanayosema Mashia kinyume na itikadi yetu ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ni kuhusu Qur'an. Ni kuhusu Qur'an. Nadhani nimekuja hapa na ushahidi. Ingawa mambo yako mengi, lakini nitatoa tu ushahidi kama sehemu 2 ama 3 hivi, ili tuweze kuthibitisha kwa wale ndugu zetu ambao wangependa kujua makosa ya Mashia ni nini. Jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu, Mashia wana itikadi ya kuwa hii Qur'ani si kamili. Hiyo ndio itikadi ya Mashia. Waqad sannafa kathirun min muhaddithi ash-Shia, kuna wengi katika maulama wa Kishia wanaochukuliwa kuwa ndio maulama wa hadithi kwao, wametunga kutuban mustaqilla, vitabu special makhsusi fi hadha almawdu, kuhusu topiki hii, yani maudhu hii. Yuthbituna fiha, katika vitabu vyao hivyo wanathibitisha anna alqur'ana muharrafun, ya kuwa Qur'ani imebadilishwa, wa mubaddalun, na imegeuzwa. Kama dhakara asmaa hadhihi alkutub, kama alivyotaja majina ya vitabu hivyo ambavyo vimetungwa mahsusi kwa ajili ya kueleza Mashia kuwa Qur'ani hii ambayo Ahlus Sunna wal Jamaa wanayo si Qur'ani sahihi. Mmoja katika wanavyoni wao anaitwa Al-Husayn ibn Muhammad Taqiyu Nuriyu At-Tabarsi fi kitabihi al-ma'ruf, ana kitabu mahsusi kinaitwa Faslul Khitabi fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbabi. Ani Faslul Khitabi maana yake ni kupambanua maneno, fi tahrifi, katika kuharibiwa, Kitabi Rabbil Arbabi, kitabu cha Mola wa viumbe. Wa huwa yaqulu fi muqaddimati kitabihi ma lafdhuhu. Sasa huyu mwanachuoni wa Kishia anaitwa Al-Husayn ibn Muhammad anasema katika utangulizi wa kitabu chake hicho alichokiita Faslul Khitabi fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbabi, anasema hadha kitabun latifun wa safarun sharifun amiltuhu fi ithbati tahrifi alquran. Hadha kitabun latif, hichi kitabu ni kidogo, si kikubwa hivyo. Wa safarun sharif, lakini hii ni safari ambayo ni tukufu sana. Amiltuhu, nimeifanya, fi ithbati, kwa kuthibitisha, tahrifi alquran, kugeuzwa Qur'ani, wa fadhaihi ahli aljawri, na kueleza fedheha ya wale madhalimu, wal udwan, na wale wenye wadui. Nusamihi, tutakiita kitabu hichi Fasl al-Khitabi fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Ndani ya kitabu chake hicho akaanza kutaja mengi yanayothibitisha kwao ya kuwa Qur'ani hii si sahihi, kwa hivyo haifai kuaminiwa. Sasa akataja vitabu karibia 5 ambavyo vimetungwa pia na wanavyoni wengine wa Kishia wakieleza kuhusu kuwa Qur'ani si sahihi. Miongoni mwa vitabu hivyo akasema kuna kitabu kinaitwa Kitabu Tahrif, kitabu kingine kinaitwa Kitabu Tanzil wa Taghyir, kitabu kingine kinaitwa Kitabu At-Tanzil min al-Qur'ani wa Tahrif, kitabu kingine kinaitwa Kitabu At-Tahrif wa Tabdil, na kingine kinaitwa At-Tanzilu wa Tahrif. Vyote hivi vimetungwa na Mashia vikieleza ndani kuhusu vile Qur'ani imebadilishwa. Sasa nataka ninukuu baadhi ya sehemu chache, alafu ndio muelewe uzito wa maneno ya Mashia kuhusu Qur'an. Mmoja katika wanavyoni wao anaitwa Al-Kulaini. Huyu Kulaini ana kitabu ambacho kinategemewa sana na Mashia. Kitabu hicho kinaitwa Al-Kafi. Shia yote anajua hicho kitabu,
kwa sababu hiki kitabu Al-Kafi ni mmoja katika vitabu vinne vya hadithi vinavyotegemewa sana na Mashia, kwa sababu Mashia wana vitabu vyao vya hadithi ambavyo si vyetu hivi. Sasa moja katika vitabu hivyo vinaitwa Al-Kafi, mtunzi wake anaitwa Al-Kulaini. Sasa msikie Kulaini anavyosema kwenye kitabu chake hicho, ingawa sasa hapa haya maneno Kulaini hakusema kwenye kitabu Al-Kafi, amesema kwenye kitabu chake kingine kinaitwa Usulul Kafi, na ni hicho hicho inaitwa Kafi ama Usulul Kafi, Taba al-Hind, ukurasa wa 671. Anasema hivi: an Abi Abdullah, Abu Abdullah wakimtaja Mashia huwa wanamaanisha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ni sahaba huyo mtume, mjukuu wa mtume huyo. Sasa anasingizia Hussein, anasema an Abi Hussein alayhi salam qala, yakuwa eti Hussein alisema innal Qur'ana alladhi jaa bihi Jibril alayhi salam, hakika Qur'an ambayo Jibril alikuja nayo ila Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, akashuka nayo mpaka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, 17,000 aya, aya zake ni 17,000. Wanasema kwa Qur'an ambayo Jibril alishuka nayo kwa mtume ilikuwa ndani yake kuna aya 17,000. Shika hiyo hisabu, 17,000. Je, wajua hii Qur'an ambayo tunayo ina aya ngapi? Hii Qur'an ambayo tunayo aya zake hazifiki hata 7,000, wacha 17. Hii Qur'an ambayo tunayo aya zake hazifiki 7,000, aya zake ni 6,236 katika baadhi ya Qur'an, kwa sababu Qur'an imechapishwa katika chapa tofauti tofauti. Hii ambayo nawaambia ni chapa ya Hafs ibn Asim, Hafs ibn Asim, ambao ndio msahafu ambao unatumika sana, unaitwa Mashafu al-Madani, huo ambao tuko nao hapa. Aya zake ni 6,236 hizo aya. Kwa ina maana kwa ukipiga hesabu utapata kuwa wanamaanisha Qur'ani kuna aya zaidi ya 10,000 zimefutwa, zaidi ya 10,000, kwa sababu 17,000 hiyo 7 peke yake Qur'ani haifiki aya hizo, ni 6,000. Kwa ina maana kwa kuna 10,000 zote hazipo. Zimeenda wapi? Wanasema kwa hizo ni aya ambazo zilifutwa, na ndio sababu wanasema kwa hii Qur'ani haifai kuaminika. Wallahu almustaan. Sasa kuna maneno ambayo kwa hakika yanatia uchungu sana, kwa sababu ya kuwa wanasema maneno ambayo ni ya kuwasingizia maswahaba uongo, kisha wanadai kuwa eti kuna maswahaba ndio wamesema hivyo. Mfano wa hayo maneno, kuna mmoja katika wanavyuoni wao ana kitabu cha tafsiri kinaitwa Tafsiru As-Safi, mtunzi wake anaitwa Mulla Hasan. Amepokea kwenye hii tafsiri yake, anasema an Abi Jaafar alayhi salam qala, yako kuna mmoja katika maimamu wao anaitwa Abu Jaafar alayhi salam qala, eti alisema laula annahu zida wa nuqisa min kitabillahi, lau kama si eti kuna maneno yalizidishwa na mengine yakapunguzwa kwenye Qur'an, kitabu cha Allah, ma khafiya haqquna ala dhi hija, haki yetu sisi maimamu haingefichika kwa yeyote mwenye akili timamu. Wadhakara Ahmad ibn Abi Talib, kisha mmoja katika wanavyuoni anaitwa Ahmad bin Abi Talib ametaja fil ihtijaj, ndani ya kitabu chake kinaitwa Al-Ihtijaj, na mtunzi wa hicho kitabu anaitwa At-Tabrasi, safha ya 225. Sikia maneno, nitasoma kwa ukamilifu ili ndio muelewe wanavyoitikadi Mashia kuhusu Qur'ani. Anasema huyu mwanachuoni wao anasema kuwa an Abi Dharr al-Ghifari, huyu Abu Dharr ni sahaba mtume, wanamsingizia haya maneno kwa sababu ni uongo, hakusema hivyo. Annahu lamma tuufia Rasulullah, wanadai ya kuwa Abu Dharr alisema eti mtume alipokufa, jamaa aliyun al-Qur'ana, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alikusanya Qur'ani yote kwa pamoja, ambayo wanadai kuwa aya zake ni 17,000. Alikusanya Qur'ani yote hiyo, wajaa bihi ila almuhajirina wal ansar, kisha akaja akiwa ameibeba hiyo Qur'ani mbele ya muhajirin na ansar, masahaba wenzake hao.
wa aradahu alaihim, akawaonesha lima qad awsahu bidhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu alikuwa amehusiwa jambo hilo na Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kuwa mtume akifa yeye awe ndio kiongozi, awe ndio khalifa. Lakini sasa akaona kuwa anataka kumdhulumu, wamnyang'anye ule uongozi, na ile hali uongozi umetajwa mpaka kwenye Qur'ani kwa madai ya Mashia. Sasa Ali akaja kuwathibitishia Muhajirin ya kuwa hii ndio Qur'ani ambayo ndio sahihi iliyoteremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma fatahahu Abu Bakr alipofungua hiyo Qur'ani ambayo Ali amekuja nayo, kharaja fi awwali safhatin, ile peji ya kwanza kabisa ambayo alifungua, ule ukurasa wa kwanza, fadhaihu alqaum, ani ikawa ndani yake kuna fedheha ya watu, wakikusudia huyo Abubakar na Umar, ani wametajwa hapo kwenye ile safha ya kwanza kueleza vile ni wabaya na ni waovu na ni wafai kabisa. Fawathaba Umar alipoona hivyo akaruka kwa hamaki, waqala, kisha akasema, ya Ali, ewe Ali, urduduhu, hebu rejesha hiyo Qur'ani, fala hajata lana fihi, sisi tuna haja na hiyo Qur'ani ambayo umekuja nayo. Fa akhadhahu Ali, kisha Ali akaichukua hiyo Qur'ani, wansarafa, akaenda akaondoka. Thumma ahdara Zaid ibn Thabit, kisha saa Umar akaenda akamleta Zaid ibn Thabit, huyu pia sahaba mtume. Wa kana qari'an, huyu Zaid alikuwa amehifadhi Qur'an na ni msomi wa Qur'ani vizuri. Faqala lahu Umar akamwambia, inna aliyan ja'ana bilquran, Ali ametuletea Qur'an, wa fihi fadhaihu almuhajirin wal ansar, na ndani ya Qur'ani hiyo kuna maneno ambayo yanafedhehesha masahaba muhajirin na ansar. Wa qad ra'ayna an nu'allifa alqur'ana, na tumeonelea kuwa tutunge Qur'ani, wa nisqita, kisha tutoe minhu, katika hiyo Qur'ani ambayo tutaitunga, makana fihi, yote yaliyomo kwenye Qur'ani ile ya Ali, fadhihatun wa hatkil muhajirin wal ansar, ani fedheha na kule kuwasema vibaya muhajirin na ansar. Faajabahu Zaid akamuitikia, akamwambia sawa, nitafanya hiyo kazi. Ila dhalika thumma qala, kisha akasema, fa in ana faragtu min alqur'ani, ikiwa sasa mimi nitamaliza hiyo kazi ambayo umenipa ya kutunga Qur'ani mpya, alama saaltum, kwa kile ambacho mmenitaka nifanye, kisha wa adhhara Ali alquran alladhi alafahu, na kisha baadaye Ali adhirishe ile Qur'an ambayo ameitunga, ambayo sasa itakuwa tofauti na hii yangu. Alaysa qad abtala kullama amiltum, hamun kama Ali atakuwa ameshaharibu kazi ambayo mshaifanya yote. Qala Umar akasema, famala hila, sasa tufanye nini? Qala Zaid akasema, antum a'lamu bil hila, nyinyi ndio mwajua cha kufanya. Faqala Umar akasema, ma hilatuhu duna an naqtulahu, hakuna njia nyingine ama njama nyingine yote ambayo tunaweza kutumia isipokuwa ni kumuua huyo Ali, ili sasa tumalize kabisa nini hiyo shida, wanastareha minhu, tupumzike naye. Fadabbara fi qatlihi, Umar akapanga njama ya kumuua Ali ala yadi Khalid ibn al-Walid, kwa kutumia Khalid bin Walid, eti Khalid sasa akamuua Ali. Kwa hapa kuna maswahaba anatajwa, Abu Dharr anaeleza uongo huo, anamsingizia. Sasa Abubakar na Umar wanapanga njama ya kubadilisha Qur'ani, kisha hapo amemtia Zaid pia katika yule ambaye sasa ndio anafanya hiyo njama, alafu sasa amemtia Khalid pia anataka kumuua Ali. Hani hao wote ni maswahaba hawa. Falamma istakhlafa Umar, sasa walipomwambia Khalid amuue, falam yaqdir ala dhalika, hakuweza kumuua, basi kiendelee hivyo. Falamma istakhlafa Umar alipokuwa sasa ndio khalifa, saalu Aliyan, Umar akaulizia Ali kwa wapi? Akaitwa. Kisha alipokuja wakamuuliza kwa Ali, wakamuomba ayadfa ilayhim alquran, yakuwa hebu tulipe hiyo Qur'an yako ambayo ulituonyesha siku ile, fayuharifuhu, ili waibadilishe pia, fima bainahum, kati yao. Faqala Umar akasema, ya Ali, ya Abul Hasan, akimaanisha Ali, yani wewe Ali, in ji'ta bilquran alladhi kunta ji'ta bihi ila Bakr, lau kama ungetuletea ile Qur'an ambayo ulikuja nayo wakati wa Bakar ule, hata najtami alayhi, ili tuweze kukubaliana kuifuata hiyo Qur'ani na kuitumia. Faqala, akasema Ali, haihata, huo wakati umepita. Ali akamwambia kuwa mimi najua njama yenu, mtaka niilete alafu sasa mbakie nayo, na sasa niwe nimekosa Qur'ani ambayo ndio ya asili. Laisa ila dhalika sabila, hamwezi mkafanya jambo lote katika hilo ambalo mmekusudia, nishaogundua. Inama ji'tu bihi, mimi wakati ule wa Bakar nilileta hiyo Qur'ani ila Bakar litaquma alhujja, ili niwasimamishie hoja, wala taqulu yawm alqiyama, ili isije siku ya kiyama mkasema inna kunna an hadha ghafilin,
Sisi tulikuwa tujui hiyo Qur'ani kama ipo, tulikuwa tujui kabisa. Kwa tayari nishasomesha hoja ni Qur'ani nimeficha, siwezi nikawaonesha kabisa. Haya maneno ni ya uongo, na nataka niulize kwa ufupi tu kwa nini ni ya uongo. Kwanza, zama za Mtume maswahaba walikuwa hawategemei Qur'ani ambayo ni ya kuandikwa kama huu msahafu ambao tunao sasa. Wengi wa maswahaba walikuwa wamehifadhi Qur'ani. Sasa ilikuwa inawezekanaje kwa Umar amwambie Zaid abadilishe Qur'ani ambayo haimo kwenye misahafu na makatasi, imo kwenye kifua cha watu? Alikuwa na uwezekano kwenda kwa maswahaba kila mwenye amehifadhi Qur'ani aifuta ile Qur'ani kwenye moyo wake? Haiwezekani. Kisha sasa wanaanza kusema hivi kwa sababu ya nini? Ili mtu asielewa aone kumbe ni kweli, basi Qur'ani kumba hifai, na waliokula njama hii ni Abubakar na Umar na Zaid, na kisha Khalid pia alichangia, maneno ambayo si ya kweli. Sasa Mashia wanasema kuwa hiyo Qur'an ambayo wanadai kuwa ndio Qur'ani kamili, Ali alificha na kisha akawarithisha watoto wake. Hassan akampa Hussein akampa mtoto wake, wakarithishana mpaka yule imamu wa mwisho ambaye ndio imamu wa 11 ambaye anaitwa Al-Hasan Al-Askari, akampa nani? Mtoto wake, ambaye mtoto anaitwa Muhammad ibn al-Hasan Al-Askari, ambaye Mashia wanamuita kuwa Al-Mahdi Al-Muntadhar. Huyu Muhammad ibn al-Hasan Al-Askari alikufa mwaka wa 255, ani karne ya pili. Lakini Mashia wanaamini ya kuwa si eti alikufa, alizaliwa wakati huo, kisha baada ya kuzaliwa ndio akarithishwa huo msahafu kwa madai ya Mashia na babake ambaye ni Al-Hasan Al-Askari, kisha baadaye akakimbia akajificha kwenye pango fulani, mpaka leo anasema kuwa yupo penye alijificha na huo msahafu. Sasa sisi tunauliza Mashia, kweli hata kama mmekosa njia ya kuwatia Waislamu shaka, itakuwaje Allah ateremshe Qur'ani? Hiyo Qur'ani lengo lake ni kuwa itumike na Waislamu, alafu nyinyi kwa madai yenu mmoja katika maimamu wenu achukue ile Qur'ani akimbie nayo ajifiche kwenye pango, alafu eti atakuja kiyama kikisha karibia. Sasa huu muda wote sisi na nyinyi pia Mashia, ina maana kwa sababu mbona tunatumia Qur'ani ambayo haipo, na mna uwezo wa kufuata huyu imamu wenu mkamuomba hiyo Qur'ani mkaileta? Lakini sasa ni uongo, hakuna jambo kama hilo. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an amesema, ukianza kusoma kabisa sura ya 2 ambayo ni suratul Baqara, dhalikal kitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Allah anasema la yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min khalfi. Qur'an haiwezi kabisa batili yoyote, yani uharibifu wote ukaingia kwenye Qur'ani, si kwa mbele wala si kwa nyuma, yani sehemu yote hakuna vile mtu anaweza kaingiza ubaya wote katika Qur'ani. Na Allah amesema kuwa inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. An Allah amechukua ahadi ya kuwa yeye ndiye aliteremsha Qur'ani, na yeye pia amechukua ahadi ya kuhifadhi Qur'ani. Lakini sasa utapata kuwa haya ndio madai ya Mashia. Nitasoma maneno ya mwisho alafu tutaishia hapo kwa sababu maneno ni mengi na lengo langu nitaka nifupishe. An Salim akhraja Al-Kulaini, ule mwanachuoni wao ambao nimwambia anaitwa Al-Kulaini, amepokea hadithi fi usulul kafi, kwenye kitabu chake kinaitwa usulul kafi, ukurasa wa 67, taba al-Hindi, chapa ya Hindi. Ampokea hadithi kutoka kwa mmoja katika wanazuoni wao anaitwa Salim ibn Salama. Qala, Salim ibn Salama anasema, qaraa rajulun ala abi Abdullah alayhi salam, kuna mmoja katika watu alisoma mbele ya Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Qaraa rajulun ala abi Abdullah, si Ali, huyu ni Hussein, alisoma mbele ya Hussein. Wa ana astamiu, kisha aliposoma hii Qur'ani mimi nilikuwa naisikiza. Hurufan, nikawa hii Qur'ani ndani yake kuna maneno min al-Qur'ani laysa ala ma yaqra'uha an-nas, ani aya ambazo hazimo katika hii Qur'ani ambayo mnaisoma. Nikasikia huyo mtu anaisoma hiyo Qur'ani mbele ya nani? Ya Hussein. Faqala Abu Abdullah, akasema Hussein ambaye ni Abu Abdullah, kuf an hadhihi al-qira'a, ebu wacha kusoma hiyo Qur'ani ambayo unaisoma, iqra
kama yaqra'u nas, anisoma ile Qur'an ambayo tunaisoma, hata yaquma alqaimu, mpaka yule Mahdi atakapojitokeza, ndio tutaanza kuisoma hii Qur'an ambayo unaanza kuisoma sasa. Usisome, iache kabisa. Fa idha qama alqaimu qur'a kitabullahi ala haddihi, yule Mahdi atakaposimama kutoka kwenye pango na aje na ule msahafu ambao alikabidhiwa na babake, akakimbia nao akaingia kwenye pango, atakapokuja hapo ndo tutaanza kuisoma hii Qur'ani kwa kiwango chake ambacho kinatakiwa. Wa akhraja almushaf, na isa wakati huo atautoa ule msahafu alladhi katabahu Ali alayhi salam, msahafu ambao ndo aliuandika Ali, kwao wanamuita alayhi salam, ambapo haya maneno huwa sisi tunapomtaja mtume ndio tunayataja Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ama mtume wote tukimtaja tunasema alayhi salatu wasalam, lakini hawa wanataja wanapotaja Ali. Kwa ufupi ni kuwa haya ni baadhi ya maneno ambayo Mashia wanarithishana katika vikao vyao kwa kutaka kuonesha kuwa Qur'an hii ambayo sisi tunayo si Qur'ani kamili, si Qur'ani sahihi. Sasa ule msafu wao ambao wanauita kwa ndo msafu kamili aliojificha nao huyo Mahdi, wanauitaje? Wanauita kuwa mashafu al-Fatimi. Mashafu al-Fatimi. Muislamu yeyote ambaye anajua itikadi ya Uislamu kuhusu Qur'an, kwa hili jambo peke yake ambalo tumelizungumzia, latosha kujua kuwa Mashia wanawekwa fungu gani. Je, ni katika Uislamu ama ni watu wengine tu ambao wamejinasibisha na Uislamu, lakini hao na Uislamu ni mbali kwa mbali kabisa. Kwa hivyo hii ndio sababu moja, si eti sababu peke yake, hii ni moja katika sababu ambazo ndugu zangu Waislamu zatupelekea sisi tuseme ya kuwa Mashia si Waislamu. Na hiyo ndio itikadi yetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa na wanachuoni wetu. Lakini sasa tunaposema kuwa Mashia si Waislamu, ikiwa moja ya sababu ni hii, na inshallah nitakuja kuzungumzia zingine, lakini hii ni moja tu, na sina muda wa kueleza baadhi ya aya na baadhi ya sura ambazo wameziongeza kwenye Qur'ani yao wakidai kuwa zilifutwa, kwa sababu kuna aya ambazo zimetajwa tu na kuna sura ambazo zimetajwa tu ambazo wanazidai kuwa hizo ndio baadhi ya sura ambazo zilifichwa na zilifutwa, lakini zimo kwenye ule msahafu ambao ni mashafu al-Fatimi. Sasa ina maana kuwa ukijua hivyo, ina maana kuwa hauwezi ukawa na shaka na ukafiri wa Mashia. Lakini sasa maulama wetu wanasema kuwa hatufai kuwakufurisha wale Mashia ambao ni wale maamuma, ambao wanaitwa maamuma, ani wale Mashia wa kawaida. Hatufai kuwakufurisha, isipokuwa kile ambacho tunatakiwa tufanye ni kuwalingania na kuwaelewesha, ili waelewe hizi itikadi ambazo mara nyingi huwa hawazielezi Mashia, mpaka waone kuwa mtu amekolea na amefikia katika kiwango fulani cha elimu, ndio sasa anazipata hizi itikadi. Lakini mwanzo hawa waficha tu na kuambia mambo ya juu. Kosa wale Mashia ambao maulama wanasema kuwa ni makafiri kwa ajili ya itikadi hizi ni wale wanavyoni wao, wanavyoni wa Kishia kwanza. Pili ni wale ambao wameyasoma haya maneno katika vitabu vya Kishia, kwa sababu haya maneno yamo kwenye vitabu vya Kishia, kisha wakayaamini. Hao pia ni makafiri, hata kama hawajafika kiwango cha kuwa wanavyoni, lakini wakiwa watasoma, mfano Shia yote afungue kitabu cha Al-Kafi ama afungue kitabu kingine Faslul Khitab, kisha asome maneno kama haya, kisha aamini ni kweli, huyo tayari hukumu yake ni kafiri. Lakini sasa wale ambao ni wafasi wa Kishia ambao wanaitwa maamuma na hawajui haya maneno na pia hawana itikadi hizi, sisi hatuhukumu kwa ni makafiri, isipokuwa tunasema kuwa wamefata njia mbaya, njia ya upotofu. Kwa hivyo sasa, ili tuwaokoe ni kuwalingania na kuwaelewesha ili watoke katika hiyo njia, uelekee katika njia sahihi, kwa sababu hao mara nyingi huwa wanaingia katika ushia kwa sababu mbili wale maamuma. Sababu ya kwanza, wengi ni kwa sababu ya shida, wakiambiwa kwa huko kuna msaada, huko kuna ufadhili, huko kuna nini, kwa hivyo wanaenda kwa njia hiyo. Njia pili, kuna wengine ambao kwa sababu ya kutojua, yani ujinga,
Wakisikia mashia wanajiita Waislamu wanasema madamu ni Waislamu kwa hivyo mimi naona hakuna shida, cha pia niwe Muislamu. Na Waislamu wanadhani Muislamu anasema kwa Waislamu wako makundi mengi, kwa hili pia ni katika makundi ya Waislamu, kwa hivyo wale Waislamu hawa pia ni Waislamu, kwa mimi pia ni Muislamu. Sasa yeye anajiita Muislamu kwa nia njema ya kuwa yeye ni Muislamu na nafuata Uislamu, lakini kumbe lile kundi ambalo yuko ndani ni kundi ambalo hajalijua zile itikadi zao ya kuwa sisi itikadi za Uislamu sahihi. Kwa ndio sababu sasa sisi tunapozungumzia ushia na tukasema kuwa mashia si Waislamu, nadhani yatakiwa ieleweke pointi hii ya kuwa huwa tunawalenga wale maulama wao, wanavyoni wao kwanza. Pili, tunawalenga wale wanafunzi wa kishia ambao wamesoma baadhi ya vitabu vya kishia kama hivi ambao tumevitaja hapa, kisha wakapata haya maneno ndani na wakayaamini. Hao pia ni makafiri. Ama kuhusu wale wasiojua mambo haya lakini wamefuata tu kwa nia njema kuwa ni Uislamu, ama kwa sababu ya shida kimaisha wakaingia huko, kwa hivyo hao sisi kikubwa zaidi ni kufanya bidii vipi tutawapata ili kuweze kuwaelimisha, kuwafanyia da'wa, kuwalingania, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawapa hidayah. Na hiyo ndo kazi ambayo sasa sisi tunayo, ili tuwafikishie ujumbe huu baadhi ya ndugu zetu ambao wamejikuta katika njia hiyo na wasielewe kuwa ni njia aina gani. Nadhani kufikia hapa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuonesha njia ya haki na tuweze kuifuata, na njia ambayo si ya haki na tuweze kuepuka. Naam, tafadhali kama kuna swali. Naam. Hizo ni baadhi ya itikadi ambazo nitakuja kuzungumzia, lakini takia kwa ufupi ni moja katika itikadi za Mashia. Mashia wanasema kuwa Muislamu hao wanaruhusiwa kuwa na itikadi alafu waifiche, wasiidhirishe kwa sababu ya kuhofia usalama wao. Hii ni itikadi ambayo wanawafundisha wale wanafunzi wao ya kuwa haya maneno ndio ushia, lakini mkiwa mbele ya watu msiyaseme kwa sababu mtapata madhara na pia mtafanya paka watu waogope kuja katika hii dini yetu ya ushia. Sasa wanaficha. Taqiya ni sawa na unafiki completely kabisa. Taqiya ni sawa na unafiki, kwa sababu unafiki maana yake ni mtu kudhihirisha Uislamu, hiyo ndio unafiki, na kuficha ukafiri, hiyo ndio unafiki. Sasa hawa pia wanapotumia taqiya maana yake wanaficha hizi itikadi zao ambazo tunazisema sasa hapa. Wanasema kuwa hizi zijueni lakini msifiche, msiziongee hadharani, kisha lakini mkiwa mbele watu dhihirisheni kuwa nyinyi Waislamu, ongeeni yale mambo ya kawaida yale ya juju. Hiyo ndio maana taqiya. Na hii taqiya sisi katika Uislamu tunasema kuwa haifai, kwa sababu Uislamu ambao sisi ndio tunao hauna siri yoyote ambayo eti hatuwezi tukasema hadharani, eti lazima tuifiche, eti tukisema hadharani tutafedheheka ama tutaumbuka ama kuwa hatarini. Hakuna kabisa katika Uislamu, katika Qur'ani ama kwenye hadithi ya Mtume, jambo ambalo eti hauwezi ukasema hadharani mbele ya watu eti ukisema utapata hatari yote. Hakuna. Uislamu unasemwa jambo lolote bila ya kuficha, labda tu kwa yule ambaye sijua ndio anaweza akawa anaogopa kuwa kuna jambo ambalo alifai kusemwa, lakini hakuna isipokuwa, lakini mambo yanasemwa kulingamana na kiwango cha elimu ya yule ambaye unamwambia, lakini jambo lote linasemwa bila kufichwa. Sasa Mashia wana hiyo itikadi ambayo inaitwa at-taqiya, itikadi ambayo kwa ufupi inaitwa nifaq, anakuficha ukafiri ambao nao alafu unadhihirisha Uislamu ambao hauna. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa jazakumullahu khairan.